tutakuelewa na kukutambua kuwa wewe unani, kama unaiheshimu na kuithamini familia, unaipenda na unajitoa kwa ajili hiyo, lakini pia unalipenda kanisa. Katika hili sisi wanaume hatujafanikiwa kufanya vizuri sana katika kujitoa katika kanisa. Ndio maana mambo yetu wakati mwingine yanakuwa magumu, kwa sababu moyo wa kujiachia, kujitoa katika kanisa umekuwa mdogo. Na kama unaashiria hivyo, yawezekana pia kujitoa na kujiachia katika familia pia kumekuwa kudogo. Na kama kunakuwa kudogo hivyo, hatujitambui na hatujielewi kuwa sisi ni akina nani. Tukitambua habari ya nguzo imara, tutaelewa thamani ya kusimama nguzo imara katika familia, nguzo imara katika jumuiya, nguzo imara katika kanisa. Sasa lazima tukaangalia sisi na sehemu tulizotoka. Je, kweli sisi ni nguzo imara? Tumefanya jitihada kiasi gani ya kulisimamisha hili kanisa, kuzisimamisha jumuiya zetu, kusimamisha familia zetu? Tunayo changamoto kidogo katika hilo, ambayo sitilii shaka tukiamua kwa pamoja, tukatenda kwa pamoja, tunaweza tukatatua changamoto hii haraka iwezekanavyo, na isiyo changamoto tena, ila inaweza kugeuka kuwa fursa nzuri ya kutupatia mafanikio ya kiroho na kimwili.